Kuna bibi moja nilimkuta wa wilayani kwako tena Arumeru. Nafikiri wiki ijayo tena tukaangalie. Bibi wa watu walikuja kwenye ile wiki ya haki ofisini kwangu. Bibi amefiwa na mume wake. Na bahati mbaya hawakujaliwa kupata mtoto. Ana miaka kama 70 na kitu kwenda 80. Na nyumba yake imebomoka. Hizi nyumba za kupiga za tembe zile. Imebomoka na ndugu wa mwanaume wanaombea mvua ije kubwa zaidi ili ile nyumba imfunike yule bibi afie ndani ya lile boma ili wachukue ile ardhi. Alikuja ofisini kwangu ananieleza, anaomba niwaite. Wasaidizi wangu walivyomsikiliza wakawaita wale watu. Walivyowaita wale watu wakamwambia bana, sisi hatuendi. Kwa bibi nikakutana naye amekuja ofisini analia. Nikamuuliza ni nini, akanieleza. Kama bibi, tulia, kuanzia leo mimi ndio mtoto wako. Na sasa namjengea nyumba yake yenye vyumba 3 self container, na nilikuja kununua mbao pale kwa ajili ya kuwezeka. Nataka nikaangalia hatua iliyofikia, nataka nimkabidhi kabla ya mwezi wa 8. Na nikamuuliza sababu utaishi na nani? Akasema yule anayenipikiaga basi huyo ndio atakayeishi naye pale. Na nikaenda kukabidhi nyumba ile, itakuwa inalindwa na serikali, ni nyumba ya yule bibi, na bibi atamkabidhi mtu anayetaka kumlisisha. Kwa hiyo nimekumbuka nilipita pale nikakutana na bibi akaniuzia mbao na akanikusanyia watu wa kusalimia. Lakini lengo langu ni moja tu, sipendi kumuona mtu ananyanyaswa kwa sababu eti hana mtoto, kwa sababu hajasoma, hana ndugu serikalini. Hapana. Huyu Mungu ametupa hizi nafasi, lazima zitumike kwa manufaa ya watu wote, tukizingatia haki, utu na upendo kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Asanteni sana na Mungu wangu awabariki.